Sasa leo katika hii mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu iliyoko Dar es Salaam maarufu kama mahakama ya Kisutu yaliitwa mashauri kadhaa. Nitaenda kuyatolea maelezo mawili ambayo mimi ninayasimamia binafsi. Shauri la kwanza ni namba 26388 ambalo linamhusu mshtakiwa. Washtakiwa kadhaa walikuwa 22, lakini wale ambao walikuwa nabeba niite sio headline au nini ni Jennifer Jovin almaarufu Nifa pamoja na Ruthi Melda ambaye ni maarufu kama Strong Icam na wenzake 20. Hawa wanashtakiwa katika kesi ndio itaja namba 26388 ya mwaka 2025 kwa makosa ya kula njama ya kutenda vitendo vya uhaini na uhaini wenyewe. Mtakumbuka ilipoahirishwa mara ya mwisho tulikuwa tumetoa hoja 2-3 za kisheria na leo ilikuwa imeitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi tarehe 25 kwa maana kwa sababu mara mwisho iliitwa tarehe 11 mtakumbuka. Sasa leo mbele shauri limeitwa mbele ya Mheshimiwa Aaron Lyamuya na upande wa mashtaka umetoa hoja kwamba hawana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya washtakiwa 20 katika kesi hiyo, isipokuwa mshtakiwa anaitwa Mika Chavala pamoja na ambaye ni mshtakiwa namba 17 nafikiri kama nakumbuka vizuri, pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer Jovin almaarufu Nifa. Of course hawajatoa sababu za kwa nini hawa watu wawili Mika Chavala mshtakiwa namba 17 pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer Jovin almaarufu Nifa wao hawajafaidika na hiyo huo utaratibu. Kama nilivyosema hapo awali, mkurugenzi wa mashtaka na mamlaka chini ya kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kufuta shtaka lolote la jinai linaloendeshwa katika mahakama yote Tanzania ambalo lipo kwenye hatua yoyote ile kabla ya hukumu. Kwa hiyo kama nilivyosema hao 20 wamefutiwa mashtaka, na bahati mbaya anapo sheria haimpi ulazima haimpi DPP obligation ya kutoa sababu za kwa nini anafuta mashtaka. Kwa lakini mahakama imerekodi kwamba mashtaka yamefutwa dhidi ya 20 na hao wengine wawili mashtaka yao hayajafutwa, kwa hiyo kesi yao inaendelea. Way forward, well, ukiwa wakili kwenye kesi kama hizi, unapowakilisha vijana kama Nifa na kama huyu Mika Chavala, la kwanza unakuwa kama kaka sasa Kwa hiyo lazima unajaribu kumjenga kisaikolojia, kwa sababu kibinadamu tu mnapokuwa 22 kama kundi alafu wenzako 20 wanafutiwa mashtaka na hujui sababu hasa za msingi kwa nini wewe na mwenzako mmebakishwa. Kazi ya kwanza ni kujaribu kumjenga, lakini naamini amejitahidi kukulielewa na majukumu yetu sasa kama nilivyosema ni kuendelea sasa na safari ya kisheria ya kumpigania Nifa pamoja na mwenzake Mika Chavala kwenye hii kesi, ili tuweze kuona kwamba linapatikana hitimisho ambalo mwisho wa siku litasababisha na wao pengine waungane na wenzao kwa mjibu wa sheria katika siku ambazo tunatumaini hazitakuwa nyingi sana. Tutatumia uwezo wetu wa kisheria na taasisi nyingine labda zitaendelea kufanya majukumu ya kisheria na mwisho wa siku tuone namna gani tunaweza tukawasaidia kisheria. Mimi nasisitiza kama wakili jukumu letu ni kutumia mbinu za kisheria. Kama kuna yapo ambayo yanafanyika na taasisi nyingine, hayo ni ya kwao ambao sisi hatuna namna ya kuya influence, lakini kwa hapa lilipo sasa hivi tutaendelea na tumetoa taarifa mahakamani, na ndio maana tumeomba hii shauri lisiende mbali sana. Tumeomba liletwe tarehe 3 mwezi wa 12 ili tuweze kuchukua hatua za ziada za haraka katika kuhakikisha kwamba Nifa naye safari yake haiwi ndefu sana.